Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Meli ya kivita ya USS Abraham sasa iko mlangoni mwa Iran. Lakini ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa? Rais wa Marekani amesema kikosi kikubwa cha wanamaji kimeshafika katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya kuahidi msaada kwa waandamanaji katika nchi hiyo ya Mashariki ya Kati ya Iran. Mali za kijeshi za Marekani ikiwa ni pamoja na meli kubwa ya kubeba ndege za kivita na mifumo ya ulinzi wa anga zinazidi kuongezeka katika Mashariki ya Kati baada ya tamko la Rais wa Marekani Donald Trump kuahidi kwamba msaada uko njiani kwa wale wanaoandamana huko Iran. Ongezeko hilo la kijeshi linakuja wakati Iran imetikiswa na maandamano ya ghasia yaliyoenea yaliyochochewa na matatizo ya kiuchumi, mfumuko wa bei unaoendelea na kushuka kwa thamani ya rial, fedha ya Iran, pamoja na uhaba wa nishati. Maafisa wa Iran wamelaumu machafuko hayo kwa kuingiliwa kati na Marekani na Israel na kupelekea idadi ya vifo kuwa zaidi ya watu 3,000 wakiwemo karibu magaidi 700. Trump baadaye alizidisha maneno hayo akisema siku ya Jumatatu jana kwamba silaha kubwa zimeelekea katika eneo la Mashariki ya Kati na sasa ziko mlangoni mwa Ayatollah Al-Khamenei. Ripoti za awali za vyombo vya habari zinasema Rais wa Marekani alikuwa karibu kuidhinisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran mapema wiki hii, lakini bado anakatishwa tamaa na washirika kadhaa wa Washington katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Taarifa zinaeleza kwamba washirika ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Kuwait, lakini pia Oman na hata Qatar inadaiwa kwamba wanamzuia Donald Trump kufanya shambulizi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kadhalika washirika muhimu ambao ni pamoja na Israel nayo pia imeweka wazi kwamba wakati huu haioni sababu ya kuingia vitani dhidi ya Iran, na ni kutokana na kwamba imedai haikujiandaa vilivyo kwa ajili ya mapambano, licha ya kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu siku ya jana Jumatatu jioni alihutubia vyombo vya habari akisema kwamba moja kati ya mambo ambayo wamejiandaa ni pamoja na kujilinda dhidi ya mashambulizi yanayowezekana ya Iran ikiwa Marekani itafanya shambulizi. Lakini mengine ambayo tunafahamu kwa sasa ni kwamba meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln na vifaa vingine vya kijeshi kadhaa ikiwa ni pamoja na makombora tayari yapo katika eneo la Asia Pacific, na ndege za kivita za F-35 ambazo zingine zinadaiwa kwamba huenda zikatolewa nchini Israel zitaungana na ndege zingine za F-18 pamoja na ndege za kielektroniki za kivita za EA-18G Growler. Kulingana na gazeti la Wall Street Journal, makombora mengine na pamoja na ndege za aina 3 zitaandamana katika kurusha makombora ya masafa marefu ya Tomahawk kati ya silaha zingine. Lakini Iran imesema ni wakati ambapo imejiandaa tofauti na wakati mwingine wowote kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani ikiwa Marekani itaamua kuingia vitani wakati wowote. Kwa kuongezea ni kwamba Marekani imetuma upya vikosi vya ndege za F-15E Strike Eagle kutoka katika kambi ya nchini Uingereza hadi katika eneo hilo pia, huku baadhi ya ripoti zikisema kuwa zinafanya kazi kutoka Jordan. Kukabiliana na kisasi cha Iran kwa upande wa ulinzi, Marekani inahamisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot na THAAD katika eneo hilo, inayolenga kulinda vituo vya kijeshi vya Marekani na washirika wa Washington. Ripoti zinasema kwamba Washington imetuma tena ndege za mizigo na meli za mafuta ili kusaidia operesheni hiyo. Kwa mujibu wa ripoti ya Middle East Eye, Marekani inafikiria kuwalenga maafisa wa Iran na makamanda wa kijeshi ambao inaaminika wamehusika na vifo vya waandamanaji. Maneno wakati huu yamekuwa ni mengi kutoka Marekani na hata nchini Iran, lakini wengi wanachosubiri ni kuona operation itakayoanza. Na wengi bado hawajajua ni nani ataibuka mshindi katika vita hivi, lakini hofu kubwa bado ipo kwa Israel pamoja na washirika wengine. Israel bado inadaiwa kwamba imekuwa na hofu wakati huu tofauti na wakati mwingine ambapo ilikuwa tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, lakini inaonekana wakati huu si raia wa kawaida wala viongozi ndani ya Israel wamekuwa na wasiwasi kutokana na kwamba walijifunza mengi kutoka Iran, hasa katika vita vya siku 12.
Israel, mshirika mkuu wa Marekani katika eneo hilo, imesema inajiandaa kuzima mashambulio yanayoweza kutokea ya Iran, lakini haikujiandaa kwa ajili ya mapambano. Jeshi la Israel linatumia mfumo wa ulinzi wa anga wa Iron Dome pamoja na wapiganaji wa siri wa F-35 na ndege nyingine za mashambulizi zenye uwezo wa kujibu haraka. Msukosuko ambao unaweza kutoka kwa Iran. Iran imesema kwamba lazima itaonyesha msukosuko ambao haukuwahi kuonekana katika ulimwengu, hasa katika kipindi hiki cha hivi karibuni. Serikali ya Iran imeonya kwamba shambulio lolote dhidi ya nchi litaonekana kama vita vya hali ya juu na kuongeza kuwa vikosi vyake tayari vimeshaweka vidole katika remote. Maana yake ni kwamba wakati wowote wanaripua. Teheran ina meli kubwa ya masafa marefu pamoja na safu kubwa ya makombora ya ballistic na ya kusafiri yenye uwezo wa kulenga shabaha kote Mashariki ya Kati pamoja na kambi za Marekani na miundombinu ya washirika. Mtazamaji, tutakuwa tukikufahamisha kwa mapana yote ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati kutokana na kile ambacho kinaendelea kati ya Marekani pamoja na Iran. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.